السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن بداية ببسم الله وبنعم الله علينا نقول الحمد لله، ثم صلاة الله وسلامه على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وآله وصحابته إلى يوم لقاء الله. طلعت الشمس بقدرة الله ونعوذ من شر ما خلق الله، وانتشرت الأرض بإرادة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحباب رسول الله صلوا على رسول الله. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال: وحمله وفصاله 30 شهرا. Awali tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha jioni ya leo kukutana katika eneo tukufu kwa sababu ya jambo tukufu. Muda kama huu, wapo wenzetu kama sisi, imma ni Waislamu ama si Waislamu, wapo maeneo mengine kwa ajili ya mambo mengine tofauti na lile ambalo sisi limetukusanya mahala hapa. Lakini pili, tuwaombe dua waasisi wa jambo hili kubwa, crew nzima ya mzee wetu Sheikh Ali Basaleh. Allah ampe afya njema na amuondolee yale yote yanayomsumbua, tukitawassal kwa ibada hii ya kuizungumza dini ya Allah ndani ya nyumba ya Allah. Crew hii tuipongeze kwa fikra kubwa ambayo walifikiria, pamoja na uduni wa uchumi wao, kuwa wanasambaza wahadhiri na wanawachuoni katika maeneo mbalimbali ya misikiti yetu hapa Dar es Salaam, kulingana na matukio ya muda, kama ambavyo mada yetu ni muda. Kuna mihadhara inafanyika katika kipindi cha Isra na Miraj. Kuna mihadhara ambayo ni darsa ya Qur'ani yafanyika ndani ya Ramadhan. Kuna mihadhara ambayo inafanyika katika kipindi cha mwezi wa mfungo sita. Wabitali mihadhara hii ya tarhibu sana jadida, kukaribisha mwaka mpya, jambo ambalo limechangia kwa kiasi fulani baadhi yetu Waislamu tuliokuwa tukijisahau kwenye kalenda hii ya Uislamu, sasa kuwa twaikumbuka kwamba mwezi wa mfungo 4 kwa jina lenyewe la Kiarabu Muharram kuwa ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Allah waliotoa fikra hizi awakunjulie kila la kheri na iwe sababu ya kuwasamehe yale walioteleza kama wanadamu. Kama alivyosema
Ustadhi Ali ambaye amekabidhiwa na kurui hii ya kina Sheikh Ali Ba Saleh, akina Sheikh Abdallah Al-Mundhir kusimamia leo hapa. Mada yetu ni kuchunga muda. Ikawa inasema kuchunga, kuthamini, kujali muda ni katika sifa ama pambo la Muislamu. Kwa bahati mbaya sana, wenye jambo letu la kujali na kuchunga na kuthamini muda, Waislamu tumeamua kuwakabidhi wasio Waislamu, ima kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Mwenye kujali muda leo anaambiwa ni mtu wa taimu ya kizungu. Leo Waislamu wenyewe maksudi, nilipata kusema mara moja, vitu vya maana vyote kwa uwezo mdogo wa kufikiri tumeamua kuwapa wazungu. Papaye zuri la kizungu, kuku wa kizungu, kujali muda wa kizungu. Yani hata kupendeza kwenye nyumba zetu, nyumba zinaambiwa za kizungu, anaishi uzunguni. Sasa vile vibaya vibaya vyote tukachukua sisi. Kutofua kwa Waislamu, kutooga Waislamu, kutojali muda Waislamu. Aliyegawa haya ni nani? Muislamu ukimchukua kabla haujamleta katika dini ambayo mwenyewe mwanadamu ameumbwa ili aje kuwa ni mwanadini, mchukue katika ubinadamu. Asili yenyewe ya mwanadamu ni mtu wa muda. Kama mwanadamu wewe mwenyewe ni mtu wa muda, muangalie mwanadamu, tusitoke mbali sana, tumuangalie mwanadamu kwenye kubebwa kwake na kunyonyeshwa kwake muda, ili ujijue wewe ni mtu wa muda. Kuishi pasina muda, kabla hatujaenda kwenye Uislamu, tuanze wewe as a person, kama ni mwanadamu, wewe ni kiumbe wa muda. 15 Ahqaf, tusitoke mbali na tusitue mwisho, kipande cha kati. Aya 15 suratul Ahqaf, wewe ni mtu wa muda. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara. Si kiumbe ambaye anakaa katika tumbo la mama afwal khatir, pia ni muda, mpaka ule ujauzito una muda. Kubebwa kwake kuwa ni mimba mwanadamu, jumlisha kunyonyeshwa kwake ni miezi 30. Mwenyezi Mungu ametaja ala al-aqalli wal ada, kwa kuzingatia uchache na sura ya kawaida. Mimba ya mwanadamu pamoja na kujumlisha ni jambo linakwenda kwa muda ndani ya miezi 30. Kaifa dhalika, tunapataje miezi 30? Unyonyeshaji kwa mtu anayetaka kusimama katika taratibu alizozipanga Allah subhanahu wa ta'ala, mtoto atanyonyeshwa miaka 2, si ndio? Na hilo la kunyonyeshwa miaka 2 Qur'ani imeeleza, aya ya 233 sura ya 2 surati al-Baqara, 233
walwalidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, na akina mama wote wanyonyeshao wote, walwalidatu, sindio? Ni lafdhun am urifa billami liifadati al-umum. Alwalidatu, neno hili la jamu ambalo limetiwa lamu kufidisha, hii ndio kawaida, hata kama kuna wachache wanashuka. Kanuni ya sheria, alhukmu ala alaghlabiyya, hukumu inazingatia asilimia kubwa. Na ndiyo maana unakuta watu wanapata tabu. Kwa nini amri walipewa malaika? Ibilisi sio malaika yakamkuta. Alhukmu ala alaghlabiyya, yeye alikuwa peke yake, timu kubwa ya malaika. Kwa hiyo hatuwezi tukawazungumza malaika na majini wakati jini ni mmoja. Tunatumia tamko la wengi, wana malaika, jini ataingia automatically. Innal hukma ala al-aghlabiyya wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama, wameambiwa malaika. Ibilisi kaingiaje? Kwa sababu ya kuzingatia wingi. Hata wewe ikitokea bahati mbaya ukakaa katika timu ya akina mama, alafu mtu akasema akina mama nyie njooni nyote, na wewe nyanyuka, kwa sababu uko peke yako. Innal hukma ala al-aghlabiyya, wewe uko mmoja, wenzio wengi. Aswaliwe Mtume Muhammad. Kwa hiyo ada ya unyonyeshaji tunazingatia kawaida na wingi. Walwalidatu, na akina mama wote wazazi, akina mama wote waliotoka kujifungua, yurdi'na auladahunna, mudhari'ul hasil litajaddud wal istimrar. Kwa elimu yenu isiyohitaji udhu, ni present continuous tense. Hunyonyesha watoto zao miaka miwili, akaakid kamilaini, miaka miwili yenye kutimia. Kwa hiyo miaka miwili ndio muda wa kunyonyesha. Miaka miwili ni miezi 24. Katika aya tuliyotoka 15 Ahqaf tulisema wa hamluhu wa fisaluhu 30 yauma, kubebwa kwake mwanadamu jumlisha na kunyonyeshwa ni miezi 30. Tukachukua kwanza miezi ya kunyonyesha 24, tumebakiza miezi 6, ni aqallu muddatil hamli, kama alivyostadili Sayyiduna Ali na Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an jamii sahabati rasulillahi ajma'in. Uchache wa ujauzito ni miezi 6 katika 24. Ukitia na miezi 6 umepata miezi mingapi? 30. Kwa uchache mkeo atabeba ujauzito miezi mingapi? 6. Kwa hiyo miezi 6 ya mimba, 24 ya kunyonyesha, jumla ni miezi mingapi? 30. Geuka, hii ni ada, lakini utaendelea kuipata miezi 30 alal aghlabiyya, kwa asilimia kubwa. Inawezekana mkeo akabeba ujauzito miezi 9, katika miezi 9 akanyonyesha miaka miwili kasoro, kwa maana mwaka mmoja na robo 3 mwaka. Tunatoa miezi 3 kule, badala ya kuwa 24 miezi 24 unatoa 3, atanyonyeshwa miezi 21, atabebwa miezi 9, bado uko pale pale. Ukitaka kuzidisha hapo fabihsan, lakini asili kubebwa kwa mwanadamu, kunyonyeshwa kwake 30 shahran, kuonesha wewe haujiuji tu hapa duniani, unakwenda kwa muda. Kujali, kuthamini, kuheshimu muda ni sifa ya Muislamu. Huyu Muislamu ni mwanadamu, na yeye asili yake kaumbwa kwa mfumo wa muda.
Hata hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kubebwa mwanadamu anakuja kupewa roho, pia iliainisha muda. Atapewa roho, atapuliziwa roho, ujauzito ule baada ya kutimia miezi mingapi? 4. Si kwamba inatokea tu mwingine imepuliziwa roho baada ya siku 7 tokea mimba. Halitokei tu, ni muda. Tuliamua sisi kuua muda, ikaonekana muda wenyewe wazungu, mpaka kwenye michezo wakaweka muda kwamba ni dakika 90. Ukisimama mpira wataweka addition time, dakika za kufidia, ili mradi muda. Na wanaocheza mpira pia ni watu. Lakini hawa watu wamegawanyika, kuna wanamume na kuna wanawake. Wataishi hawa baada ya kuzaliwa. Utafika muda huo watatakiwa waingie katika mahusiano kwa maana ya ndoa. Haowi mtoto mchanga, kuna muda wa kuoa. Bwana Mtume Muhammad akazungumza na watu kwenye muda. Kuoa ni muda. Aliwaambiaje? Ya ma'shara shabab, nenda ukifika kwenye ujana, muda. Sio uzeeni, muda, ujana. Huwezi kuona aya wala hadithi nawaambia wazee oweni. Aya hiyo hamna na hadithi hiyo hamna. Wazee kuoa, wanaotakiwa kuoa ni vijana. Wewe mzee ukiingia kwenye kuoa itakuwa kuna jambo, na inawezekana ukafedheheka na ndoa yako. Kisa maarufu sote twakijua na tunakisikia. Nakumbusha tu kisa maarufu. Yule mzee aliyeondokewa na mkewe akiwa ni mtu mzima, baada ya lugha za kwetu matanga, ayamu taslia, siku za matanga, maombolezo. Mzee munyonge, watoto wakamwambia mzee, tutakutafutia mke. Wanasema mwanawe wa mwisho mdogo alikuwa anapenda kumtania, akamwambia baba, utatafutiwa dogo dogo, kwa lugha za kwetu wa kienyeji. Mzee anamwambia mwanawe mdogo, ulijuaje? Kanuni marehemu babangu mzee Rashidi alikuwa anasema, mbovu na mbovu hazivutani, mbovu ivutwe na nzima. Ukiwa mzee upate binti mdogo dogo wa kienyeji. Mzee alitafutiwa dogo dogo, kucha nyiradi zilikwisha bila. Akisogea kitandani akieleweki, mzee ananyanyuka, anaanza kuvuta uradi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ya hayyu ya qayyum ya badi'a subhana al-malik al-quddus wa ta'azzaza bi. Akisogea kitandani bila mpaka kuna kucha. Muda sio wewe, mwanadamu ni mtu wa muda. Mzee kawahi kuamka asubuhi baada ya swala alfajiri, kakaa barazani. Mzee anamwaga chozi, watoto wanamuona, baba imekuwaje? Msiba tena si tushasahau? Kama mke si ushapata, unalia nini? Wanajua mzee analia msiba, kumbe mzee analia mengine. Ndio maana wanawaambia sio kila anakwenda msalani anakwenda kujisaidia, mwingine kaokota pesa anaenda kuhesabu. Sasa yule mzee anatoa machozi, alisema maneno haya, bakaitu ala shababi bukaa aini fama nafaa albukau wala naibu ala laita shababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima faala almashibu. Sisi ni watu wa muda. Ukifeli muda umefeli katika maisha. Mzee alitoka hii mistari, alisema, nimeulilia ujana kilio cha kweli cha chozi,
na kwikwi zangu zote hazikunisaidia kitu. Wanangu, natamani ujana kidogo ungenirudia, nikaushtakia namna uzee ulivyoniharibia mambo. Chuma kipo cha kienyeji, nimeishia tu kutazama, vinginevyo nitaishia kuwapa, unaweka mkondo tu. Inshallah, usiwe na wasiwasi, siku yote mambo yakikubali utaniona. Wallahi, tena unaweka mkono tu. Muda ya ma'shara shabab, Mtume anasema na vijana, enyi kusanyiko la vijana, man istataa minkumul ba'ata falyatazawwaj, yeyote miongoni mwenu atakayeweza kuyamudu majukumu ya ndoa, haraka na aoe. Muda umefanyaje? Katumia fa'u pale, fa litaqibi alfujaa, fa mara moja. Majukumu ya ndoa, arrujuliyatul kamila, as-sakan wal kiswa wan nafaqatul hamma, albaa. Mambo manne. Majukumu ya ndoa ni mambo mangapi? Kijana, sio wewe babu, utakuwa mpenzi mtazamaji. Mambo manne. La kwanza, arrujuliyatul kamila, ule ujana dume kweli uwepo. Wanawaambia watu, alfitnatu idha namat la tuqidhuha, fitna zikilala usiziamshe. Kama rujulia huna, mipango haiko sawa, Waarabu wanaita al-inninu, Jumapili ya mvua, akutokeki, amna kazi na akutokeki. Jumapili ya mvua, huna kazi mzee. Lugha hii inaeleweka? Ukijijua we ni Jumapili ya mvua, endelea kubaki msikitini kama msafu, lala msikitini. Iwe rujulia iwepo. Pili, wapi unakwenda kumweka mtoto wa watu unayemuoa? As-sakan, al-kiswa, mipango ya kumvisha mtoto wa watu, na zile an-nafaqatul hamma. Mtume anasema kijana nini huo? Muda. Lakini ukija sisi Waislamu katika Qur'ani, ndiyo tuna sura nzima ikaitwa jina lake surati muda. Huwezi kuona zaidi ya kwenye Qur'ani. Kuna sura nzima Allah ameiteremsha kama alivyosema Imamu Shafi'i, lau lam yunzilillahu illa suratal asri lakafatna, laiti Mwenyezi Mungu asingeteremsha sura yoyote isipokuwa ni suratul asri peke yake, ingetutosha kuwa mwongozo wa maisha. Wal asri, surati muda. Sisi leo wenyewe Waislamu tuko wapi na muda? Wal asri innal insana lafi khusri. Anza hapo. Katika aina zote na namna zote za tafsiri, chukua tafsiri nyepesi, wal asri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aapa kwa muda wa alasiri. Tafsiri ya kwanza. Wal asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa muda wa mwisho wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa wakati. Kuna mutlaqan wa muqayyadan. Ikiwa mutlaqan, muda tu Mungu anauapia muda. Ikiwa muqayyad, muda wa alasiri. Na takyidi ya pili aapia zama za mwisho za Mtume Muhammad, innal insana lafi khusri, hakika kila anayejijua ni mwanadamu yupo ndani ya hasara. Kwenye muda, kwenye nini? Muda. Tumefeli, tunapata hasara.
wote, kila mwanadamu wanaingia mpaka Mtume Muhammad na mitume wote kwenye muda tumefeli. Mwenyezi Mungu akamvua mtume na mitume wengine na masahaba na waja wema, akasema illa alladhina amanu, takhsisu amin. Hawa hawamo kwenye hasara, muda wameutumia vizuri, ila wale tu ambao wameamini. Na muumini nambari 1 ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana hasara na muda, ametumia vizuri muda wake ndani ya ujana wake, ndani ya muda wa utume. Miaka 23 Uislamu umefika mpaka Msanga, Ngongele, Rufiji, wapi huko Uzara, kila mahala. Miaka 23 muda aliutumia vizuri. Kwa nini leo Waislamu tumekuwa ni kigonjwa chetu kikubwa kutojali muda? Wewe ona, hata mtu akikualika, nina shughuli ya ndoa ya mwanangu, muda gani? Atakwambia baada ya dhuhuri. Mwisho saa ngapi? Kwenye saa 8:30 imeisha. Basi hiyo saa 8:30 ndio inaenda kuanza hiyo ndoa. Imefika wakati leo mtu akiwaalika watu anahisi kama wale watu wamewakodi. Atawaweka muda anaotaka, wala hajali kwamba hawa watu wana shughuli zao, kwa sababu hatujali muda. Mtaalamu mmoja alisema, ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadhi bilhammi walhazani. Ghairu ma'sufin ala zamanin, wataalamu wanajua ikibalagha ni tanziru ismi al-maf'uli manzilata ismi al-fa'il, ay ghairu asifin, asiyeujali na kusikitikia muda wake anayeuharibu. Yani anajionea sawa. Mtu asiyejali, asiyethamini, asiyejutia muda wake anauharibu, yanqadhi bilhammi walhazani, atakufa kifo kibaya kwa majuto na fedheha. Angalia yule ambaye anapenda dini leo. Naamini katika hao wanaopenda dini ndio sisi tuliokuwa hapo. Mwenyezi Mungu azithibitishe nyoyo zetu katika dini. Ambaye alipata bahati mzazi wake kumpeleka kwenda kusoma, muda wa kusoma ni ujanani pale. Al-ilmu fi sighari kanakshi fil hajari wal ilmu fil kibari karasmi fil bahari. Elimu kuichukua udogoni ni sawasawa na mtu kulichukua jiwe akalichonga, ama gogo linakubali anachotaka. Ukitaka kuchora kama mtu, kama mnyama, kama nyumba inakubali. Lakini elimu ya uzeeni ni sawasawa na kuchukua peni kwenda kuandika baharini. Unapata maneno gani? Al-ilmu fi sighari kanakshi fil hajari wal ilmu fil kibari karasmi fil bahari. Tulipata bahati ya kupelekwa kusoma na wazee wetu. Sawa, ilikuwa ni elimu ya dini ama hii elimu ya mambo ya kiutawala. Wewe ukajitia ujanja, ukawa mtu wa chimbo, unajificha, unakwepa, unajitia mjanja, mpaka mzee akachoka, utamuua kwa presha, akakuacha na kutazama. Lakini leo umekuwa unajiona unaipenda dini yako. Kwa yule anayependa dini, alikimbia kusoma, lazima atakumbuka muda ule alivyochezea na ataujutia. Ningesoma mimi, sijui ingekuwaje. Na ndio utakuta leo mtu analaumu. Ulikuwa unazurura na ringi, unaendesha pipi, leo unasema wanacheza mashehe na dini. Kwani wewe kupata nafasi ya kusoma? Si ungesoma na wewe ungefanya hayo? Umebaki kukaa kwenye kijiwe cha Al-Qasusi Mujarab. Anaropoka mtu anakwambia mashehe ndio kuni ya moto. Subutu. Sasa kama shehe ndio kuni ya moto, peponi anaenda nani? Yani maneno mengine ghairu maakul, nonsense. Wewe si unaswali ndio unajiamini wewe sio shehe unaenda peponi? Hiyo swala kakufundisha nani? Shehe anaendaje motoni? Wewe kama unaenda kwa sababu ya swala